Bwana, kuna taarifa mbili kubwa ambazo zimetoka moja kwa moja kutoka Msimbazi siku ya leo. Taarifa ya kwanza ni taarifa ambazo zimekuwa zikienea kwa nguvu na kwa kiasi kikubwa za Ramadhan Chobwedo kusainiwa na Simba kwa mkataba wa miaka miwili, mkataba wa awali tayari ukiwa umewasilishwa kwa Chobwedo na akiwa ametia kandarasi wino. Sasa basi, mimi binafsi kupitia jukwaa langu nilithibitisha majuzi kwamba alikuwa amesaini na Young Africans, na kiukweli alikuwa amemaliza kila kitu, isipokuwa mambo yamekuja kuharibika mwisho kabisa. Yamekuja kuharibika vipi mwisho? Yamekuja kuharibika mwisho kwa sababu kulikuwa kuna mpasuko miongoni mwa viongozi wa Young Africans kuhusu uwezo hasa wa Chobwedo, kwamba kulikuwa kuna kama mgawanyiko, kwamba kulikuwa kuna namna, kuna viongozi wanaamini huyu ni mchezaji ambaye alikuwa anakwenda kuongeza kitu kwa wakati huu, lakini wapo ambao walikuwa wamebaki na msimamo kwamba Ramadhani Chobwedo hawezi kuwa mchezaji sahihi kwenda kwenye kikosi cha Young Africans kwa wakati huu. Simba wakaingia hapo wakamaliza biashara, kwa sababu of course kama ulikuwa uende Yanga, manake mambo yakishindikana option inayobaki ni Simba, na hakuna mchezaji ambaye anaweza kukataa nafasi ya kucheza Simba na Yanga nchi hii, hakuna. Kwa hiyo Chobwedo amejikuta akisaini mkataba wa awali wa miaka miwili na Simba Sports Club. Hiyo ni taarifa ambayo imethibitishwa hii leo, ni taarifa rasmi, na ni kwa sababu ya kile ambacho kilitokea kwa upande wa Young Africans. Licha ya kwamba Young Africans walikuwa wamekamilisha hatua zote za msingi, kuanzia mazungumzo, makubaliano binafsi, kila kitu, ilikuwa ni biashara ambayo inakwenda kuhitimika na kutambulishwa tu, lakini mwishoni kabisa vitu vimebadilika kwa sababu ya mgawanyiko baina ya viongozi wa Young Africans kuhusu uwezo halisi wa Chobwedo. Sasa basi, hiyo ni taarifa ya kwanza. Taarifa ya pili ni taarifa ya Musa Pinpin Kamara kuachwa na kikosi cha Simba msimu huu utakapokuwa unatamatika. Kuna taarifa ambazo nimezipata kwamba Simba Sports Club wataachana na Musa Pinpin Kamara mwishoni mwa msimu huu. Sasa mimi binafsi nilishawahi kuweka bayana kwenye jukwaa langu kwamba Simba wataachana na goalkeeper. Katika magolikipa wawili wa kimataifa waliopo kwenye kikosi chao, nilishawahi kuweka bayana kwamba Simba wataachana na goalkeeper mmoja mwisho wa siku. Na matarajio mwanzo yalikuwa ni Kasali, kiukweli kabisa, kwa sababu kwa kile ambacho anakionyesha kwa wakati huu Mahamadou Tanja Jibo Kasali na uwezo wa Pinpin Kamara vikipimwa, ilikuwa inaonekana ni rahisi sana kwa Musa Pinpin Kamara kubaki pale atakapokuwa amepona mwisho wa siku, na Mahamadou Tanja Jibo Kasali au ndo mwenye kupisha kwenye eneo la mlinda mlango, lakini viongozi wameona kwamba anaweza kwenda Musa Pinpin Kamara. Na niwe mkweli, hata dirisha kubwa lililopita kulikuwa kuna mgawanyiko baina ya viongozi wa Simba kuhusu kuendelea na maisha na Musa Pinpin Kamara. Na huyo Issa Fofana, goalkeeper ambaye anasugua benchi kwenye kikosi cha Azam kwa wakati huu, alikuwa ni mchezaji ambaye Simba walikuwa wanamwangalia kama mrithi wa Musa Pinpin Kamara mwanzoni mwa msimu huu. Sema tu mambo akaja akabadilika, akajikuta anajiunga na Azam mwisho wa siku, lakini Simba walikuwa na malengo ya kusajili goalkeeper mwingine ambaye walikuwa wanaamini anaweza kuja kuchukua nafasi ya Kamara mwisho wa siku. Lakini maisha yakaendelea, Kamara akajikuta anabaki na majeraha yamekuja kumtoa kwenye reli mwisho wa siku, na ndio limekuwa panga lake la mwisho, na ni kwa sababu mkataba wake unatamatika mwisho wa siku. Imepatikana hiyo sababu. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho pia kinazungumzwa kutokea Msimbazi, kwamba matarajio ni kwamba Simba wataachana na Musa Pinpin Kamara, lakini Mahamadou Tanja Jibo Kasali pia alipojiunga na Simba kwenye dirisha dogo lililopita alisaini mkataba wa mwaka mmoja. Kwa hiyo itakavyokuwa mwezi wa 6 utakapofika, Mahamadou Tanja Jibo Kasali naye atakuwa amebakisha miezi 6 kwenye mkataba alionao hivi sasa. Kwa hiyo pengine hata naye mwafaka wake mpaka kufikia dirisha dogo linalokuja unaweza usiwe mrefu sana kiukweli, kwa mwenendo ambao wamekuwa akienda nao mpaka sasa hivi. Kwa hiyo pengine viongozi wameona kwamba wanaweza kumove on na Pinpin, huyu mwingine atakuwa amebakisha miezi 6, kisha kuna taarifa za Stanley Nwabali pengine anaweza akaja, mwafaka unaweza kubadilika na vitu kama hivyo, na hizo ndo taarifa za msingi ambazo zinatoka kwenye kikosi cha Simba kwa wakati huu.